Dodoma fahari yetu, Dodoma chaguo letu, Dodoma yetu ile yetu wenyewe wa Tanzania. Mtazamaji, hapa ni Kikuyu Estate katika nyumba za kupangisha kutoka shirika la nyumba la taifa NHC. Karibu mtazamaji katika kipindi maalum ambapo tunaangazia utekelezaji wa miradi ya shirika la nyumba la taifa NHC. Mimi ni Mindi Joseph, nikwambie tu kwamba kama uliwahi kufika Kikuyu miaka 2-3 hivi nyuma imepita, nikwambie tu kwamba Kikuyu ya sasa imejengeka kweli kweli, na unazoona hapa ni nyumba za kupangisha kutoka shirika la nyumba la taifa NHC ambazo zimefanywa maboresho makubwa na ziko katika muonekano mzuri kabisa na wa kuvutia, na tutaketi kwa pamoja kuangazia ni utaratibu gani unatumika kuweza kupata nyumba hizi za kupangisha, lakini pia tutafahamu, je, nyumba za kupangisha bado zipo? Nikwambie tu kwamba keti nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Tangu serikali ihamishie makao makuu ya nchi Dodoma, mji huu unakuwa kwa kasi kuliko miji yote Tanzania. Kadiri watu wanavyohamia kutafuta fursa, ndivyo mahitaji ya makazi salama na yenye hadhi yanavyoongezeka. Katika juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata makazi bora, NHC imeendelea kujenga na kusimamia nyumba za kupangisha katika maeneo mbalimbali ya jiji hili. Moja ya maeneo hayo ni Kikuyu Estate, Iringa Road na Mpwapwa Flat, ambako wakazi wanaishi katika nyumba zilizojengwa kwa kuzingatia ubora, usalama na huduma muhimu. Lakini je, maisha yakoje kwa wapangaji wa nyumba hizi za NHC? Kwa majina naitwa Ahmad Hassan Tofiki. Ni mpangaji hapa since 2018. Kwa hiyo katika kutafuta nyumba ya kuishi, kwa niliopt kutafuta NHC sababu kwanza ni affordable, kodi zake sio kubwa, zinalipika kwa wakati, na utaratibu wake wa kulipa kwa sababu unalipa kwa mwezi, nayo ni nzuri zaidi kuliko ukaenda kwa mtu binafsi unalipa miezi 6 mwaka, ambayo ni changamoto hiyo. Kuliko ungekuwa nalipa kodi kubwa, ile hela ikawa inaishia kwenye kodi na vitu vingine siwezi kufanya nini kuvifanya. Kwa hiyo kodi ikiwa nafuu inakusaidia, unapanga mpango yako vizuri, unakuwa kuna stress za kulipa kodi. Kwenye ubora wa makazi, kiuhalisia jengo letu hili nadhani limejengwa mimi nilikuwa sijazaliwa au kama nilizoba sasa nilikuwa mdogo sana. Kwa jengo hili nalokaa kwa kweli ni la miaka mingi, lakini tunaamini aliyekuwa mkandarasi aliyepewa ujenzi wa kipindi hicho alijenga kwa weledi mkubwa sana. Jengo ambalo ni imara sana, japokuwa bado lina ile miundombinu ambayo ipo, mfano kama ya system za choo, system za umeme ziliwekwa kizamani, kwa ndio zibadilishwe kwa sasa ili kuendana na hali ya mazingira ya sasa. Kuhusu swala usalama, kiuhalisia kwa kweli usalama ni mkubwa. Hatuwezi kusema ni 100%, lakini walau tunaweza kusema 80%, kwa sababu maeneo lina fence, wakazi mkiwa wengi kwa mnajilinda wenyewe, mnasaidiana kujilinda, na vile vile sisi kama wakazi hapa, sisi wa Road Mpwapwa Flats tulifanya jambo moja. Sisi tumeweka ulinzi wetu wenyewe, tuna CCTV kamera hapa kwa ajili ya kutusaidia kwenye ulinzi wetu. Hili tumejitolea wenyewe tufanye kwa ajili ya maisha yetu wenyewe. Kwa miaka mingi shirika la nyumba la taifa NHC limekuwa nguzo muhimu katika utoaji wa makazi ya uhakika nchini. Katika jiji la Dodoma, nyumba hizi zimejengwa ili kukidhi mahitaji ya wafanyakazi wa serikali, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida wanaohitaji makazi yenye mpangilio mzuri. Lakini je, utaratibu wa kupanga katika nyumba hizi upoje? Naitwa Pauline Kamage, ni afisa miliki wa shirika la nyumba ya taifa mkoa wa Dodoma. Shirika la nyumba ya taifa kwanza huwa tu ina nyumba ambazo ziko wazi muda wote. Kwa utaratibu wetu sisi, mteja anapohitaji nyumba kwetu, anajaza fomu ya maombi nyumba ambayo inapatikana ofisini kwetu. Anakuja anajaza, anatuambia anataka nyumba aina gani, iwe sehemu gani, uwezo wake wa kodi ukoje. Kwa anatuelezea vyote. Fomu yetu kidogo ina maelezo marefu. Kwa anatuelezea vyote hivi kwenye ile fomu, inamuongoza vizuri kabisa. Anaweka details, anaweka na viambatanisho kama size slip, vitambulisho vyake anatuwekea. Kwa ile fomu tukishaipokea sasa tunaiweka.
In case sasa nyumba ikapatikana ambayo imekidhi vigezo alivyovionyesha kwenye form, tunampangisha. Kiwa bado hatujapata, naendelea kusubiri mpaka atakapopatikana. Cha kwanza sisi ni umri, lazima awe mtu mzima. Cha pili awe na kipato, maana nyumba zetu ni kodi kwa kweli. Lazima ulipe kodi, sio tuanze kutupa story. Kwa lazima awe na kipato kinachomuingizia, kama ni mtumishi au ni mfanyabiashara awe na kipato. Lakini kingine cha msingi awe na akili timamu. Hivyo tu. Hatuchagui sijui ni mfanyakazi, sijui ni nini, hapana. Sisi mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kulipa kodi na akili yake iko timamu. Fomu zinapatikana ofisini kwa saizi. Baadaye huko ndo tutasogea kwenye mtandao na nini, lakini kwa saizi fomu zetu tunachukua ofisini, unajaza afu unarejesha ofisini. Kodi za nyumba, cha kwanza mchakato wake ni kwanza tunaangalia sokoni kuna semaji. Kwa muda huo kodi za nyumba za majirani zetu ambao tuko nao jirani, ambao nyumba zao zinafanana na za kwetu zikoje. Tukishazipata zile tunakuja compare na za kwetu, naangalia. Baada ya hapo ukiona mnaweza mkaenda sawa, basi tunatengeneza proposal, tunaipeleka kwenye management ya shirika, wenyewe ndio watakaopitisha kwamba endeleeni na viwango hivi. Lakini mara nyingi kwa soko tunashuka kidogo. Tunapopanga kodi according to ukubwa, tunaangalia ukubwa wa nyumba. Kwa hiyo tuna rate kwanza na nilikuwa square meter ni shilingi ngapi. Kwa hiyo nyumba inapokuwa ndogo inamaanisha na kodi yake pia inakuwa ndogo. Kwa hiyo mtu akipata tofauti tofauti anaweza akapata nyumba. Inategemea na aina bajeti yake. Kwa hiyo inapokuwa ndogo inamaanisha mtu mwenye hela ndogo anapata ile nyumba. Inapokuwa kubwa na uwe na hela yako nyingi, basi unapata. Kwa wapangaji wengi, nyumba sio tu mahali pa kuishi, ni mahali pa kujenga familia, kuota ndoto na kupanga maisha ya kesho. NHC Mpwapwa Flat, wapangaji wanasema mazingira ni tulivu na yanafaa kwa maisha ya familia, huku akitoa ushauri kwa NHC. National Housing huduma zao ni nzuri, na ukija kupanga majengo ya National Housing hautajuta kupanga, kwa sababu hawana tatizo na mtu yoyote. Ni wewe tu lipa kodi yao kwa wakati ambao unahitajika. Ukilipa kodi yao wala wana tatizo, japokuwa kuna kanuni wameziweka, ukizikiuka, mfano za masuala ya usafi, mambo ya afya, ukikiuka kwa kweli hawana masiara kwenye hilo. Watakutoa wakati yote tu, yani utalimwa barua ya onyo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukishindikana wanakuondoa. Lakini vile vile ushauri wangu kwa National Housing, natamani sana wangejenga majengo mengi zaidi ambayo yatakuwa na kodi ambazo ni affordable kama hii hapa. Hata kama itazidi basi kwa majengo ya kisasa, basi walao hata isizidi shilingi 200,000 ambapo mtu anaweza akawa analipa kodi ya mwezi akalipa. Na vile vile wajenge nyumba ambazo za gharama nafuu za kuwauzia Watanzania, kwa sababu ndo kazi yao kubwa National Housing, kujenga na kuuza. Unaweza ukakaa na nyumba muda fulani kama hii ina almost basi zaidi ya miaka 40, ilipaswa sasa hivi wakazi washauziwa ili wajenge nyumba zingine za kisasa zaidi, ambayo inakuwa ni nzuri zaidi kwa kila Mtanzania, anafaidika na serikali yake na shirika lake linamsaidia. Mimi maoni yangu ni hayo kwa National Housing na Watanzania wote kwa ujumla, na hasa kwa waziri wa ardhi, anaweza akalifanyia akalichukulia kwa undani zaidi, kaenda akapeleka proposal bungeni kwamba kama inaweza hizi nyumba watu wakauziwa na zikajengwa zingine za kisasa za kodi nzuri ambazo watu wakakaa, na zingine zikao wanajenga za gharama nafuu za kuziuza kwa wananchi. Mtu anaweza aka-afford kulipa, anaenda kupewa mkopo benki, National Housing wanampeleka kule, anadhamini achukua mkopo benki, anakuwa ni kutokana na kodi anavyolipa kila mwezi inakata deni lake mpaka kija kuisha, anakuwa anamiliki nyumba. Nadhani ndio kitu kizuri ambako nchi za wenzetu waendelea wanafanya vitu kama hivyo. Basi naomba na sisi National Housing kupitia waziri wa ardhi wanaweza wakalifanya jambo kama hilo. Lakini kama ilivyo kwa majengo mengine, nyumba hizi pia zinahitaji matengenezo ya mara kwa mara ili ziendelee kuwa katika hali bora, kwani matengenezo ni sehemu muhimu ya kuhakikisha nyumba zinadumu kwa muda mrefu. Ndani ya NHC kuna timu maalum inayoshughulikia matengenezo ya nyumba hizi. Hatua hii inasaidia kuhakikisha nyumba hizi zinaendelea kuwa katika hali nzuri kwa miaka mingi. Kwa majina anaitwa Franki Mambo, mbunifu majengo, idara ya matengenezo, mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma una ofisi mojawapo ya shirika la nyumba, ambapo tunasimamia nyumba ambazo zipo hapa Dodoma za shirika la nyumba. Hapa tulipo katika Kikuyu Estate ni moja ya mfano hai ambapo tulifanya matengenezo makubwa
shirika la nyumba hapa mkoa wa Dodoma. Matengenezo yote ambayo unayaona hapa, kuanzia kubadilisha bati, kuweka tiles ndani, kufunga madirisha aluminium, kuweka mazingira nje mazuri kama unavyoona, kutengeneza pavement, kupanda miti, maua, yote haya ni mkakati ambao tumetekeleza, mojawapo ya matengenezo makubwa katika mkoa wa Dodoma. Hapa kuna uniti 14 ambapo zote zimefanywa matengenezo. Cha kwanza tuliomba idhini kwanza, kwa sababu tulifanya upembuzi yakinifu, condition survey, ambayo inakuonyesha wewe nyumba eneo hili linahitaji nini iweze kufanya matengenezo. Condition survey ambayo ikaonyesha matatizo yote ambayo yapo. Tukaandaa bajeti kwamba ili tuweze kufanya marekebisho haya ya mapungufu haya, tunahitaji bidhaa hizi, tunahitaji matengenezo haya, tunahitaji nguvu kazi hizi. Tukapata bajeti tukaiombea idhini, tukaiombea hela, tukaweza kupata, tukaanza kujenga, tukaanza kukarabati. Ndani tulikarabati, nje tulijenga. Kwa hiyo hapa unaweza kuona kuna vitu vya zamani vimeboreshwa, lakini kuna vitu vipya vimeboreshwa. Kwenye utekelezaji tulianza kuandaa mchoro wa hapa kwamba paweje. Unaweza kaona sasa kila mtu sasa hivi ana sehemu yake ya kupaki vizuri, inaonyesha. Kwa hiyo ile kwamba mtu anaweka gari yake ya ziada hawezi tena. Lakini unaweza kuona sasa miti imepatikana, sehemu za kupanda miti, na miti ya zamani pia imeboreshwa, imetunzwa. Kwa sababu Dodoma tuna kauli mbiu ya Dodoma ya kijani. Kwa hiyo tukata miti yote tuliboresha itakayokuwa imebaki, lakini mingine mipya tulipanda. Kwa hiyo ikawa hivyo, ndio maana unaweza kaona hapa tukafanya hivyo. Lakini tukaenda mbele zaidi kama tunavyosema kwamba tunaboresha jinsi muda unavyoenda. Sasa hivi matumizi ya sola yapo. Kwa hiyo tukaweza kuweka taa ambazo zinamulika na kuweza kuonyesha usiku kutakuwa kuna mwanga, watoto wanapata sehemu za kucheza na vitu za usalama unakuwa unaongezeka. Lakini tukaenda mbele zaidi, tukawekea na sehemu ya kutunza takataka. Kuliko kutupa ovyo ovyo, tukajenga kibanda ambacho watakuwa wanatunza takataka, gari ya taka inakuja inachukua, na hivyo kuwa ni kuboresha mazingira, kuhakikisha mazingira hapa yako nadhifu. Kikubwa kingine cha mwisho pia tuliweza kuweka eneo ambalo mlinzi atakaa, mtunza bustani ya hapa atakaa, ambapo ni kibanda kile pale. Tukaweka pia na tenki kwa ajili ya maji kipindi cha ukame, kumwagilia miti hapa na pawe na uhai. Kwa hiyo hayo ni maboresho ambayo tumeyafanya hapa, lakini pia bado tunaendelea kuangalia kwa sababu bado liko chini yetu, tunaendelea kuangalia ili estate iwe hivi siku zote. Ulipaji wa kodi ni jambo ambalo huleta ukakasi kwenye nyumba za kupanga, wengine wakihitaji kodi ya miezi 3 hadi mwaka mzima. Lakini kwa upande wa shirika la nyumba la taifa NHC, utaratibu wao upoje? Na hili ndo mtangazaji, ni swali zuri, labda kwenye elimu hii kidogo ningependa na watazamaji waweze kuelewa. Kuna dhana kwamba watu wanadhani kodi inatakiwa ilipe mwisho wa mwezi. Hapana. Kodi ya nyumba ya shirika la nyumba, wengine wanaweza kuwa wameseti tofauti, lakini kwenye shirika la nyumba kodi yetu tunahitaji ilipwe siku 7 za mwanzo wa mwezi. Yaani mwezi huu wa pili, mtu anayekuja kulipa leo ni kosa. Leo tarehe 27. Kodi ya mwezi wa pili itakiwa ilipwe kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7, kwa sababu ndipo anapewa ile bili yake. Unalipa ndio unakaa zile siku. Sasa na hili tunawaambia wapangaji wetu, linawasaidia kama wangekuwa wanalifuata. Unakuta mtu anataka kulipa kodi mwisho wa mwezi, jambo ambalo kwetu sisi si sahihi. Leo tarehe 27, tarehe 28 kesho mtu analipa kodi yake, kama anadaiwa laki, anailipa hiyo laki kesho tarehe 28. Kumbuka ndugu mtazamaji, akilipa tarehe 28, usiku wa tarehe 28 kuamkia tarehe 1 mwezi wa 3, sisi kwenye system bili inatoka. Sasa wengine mpaka wanakuwa confused, yanashangaa, mbona nimelipa jana afu leo nadaiwa? Ndivyo system yetu sisi inavyotudai. Kwa hiyo unapata bili. Ukichelewa tunakuletea notice ya siku 30. Kitoka hapo
ule mwezi umekwenda, ukipigwa notice 30, na maana mwezi unavyogeuka unaletewa tena notice nyingine ya siku 14 ya dalali, ambayo sasa inakupeleka wewe kwenye miezi mitatu. Hii inakuwa covered kabla hujaingia. Kuna hela pesa tunasema walipe, ambayo tunaita security deposit. Ile pesa ni pesa ambayo kwenye ule mzunguko wa barua zetu, mawasiliano yetu na wewe yanapokwenda, ikifika ule mwezi wa 3 ambao dalali anakuja kukutoa, ukiondolewa ile pesa ya security deposit inabaki kwa ajili ya kuangalia deni lako lililokuwepo, lakini pia nyumba ina uharibifu gani, ili iweze kwenda kufidia ile pesa. Lakini mtu ana default siku 7 zile, yani ukishageuka tu tayari sisi system inaanza kuona huku, bwana dada Mindi una shida. Na sio mimi, na barua zetu sisi, ndugu watazamaji, barua za shirika la nyumba zimekuwa generated hivyo. Yani ni kwenye mkataba. Tunaomba sana wapangaji wetu na watazamaji tuanzishe desturi, tufanye utamaduni wa kusoma mikataba, kwa sababu kwenye system yetu si afisa miliki wala si manager ambaye anakaa chini na kuandika. Barua zipo zimeshakuwa generated. Kwa hiyo sisi system ndio inatudai, yani yule afisa miliki ikigeuka, ikifika ready, ataona tu Mindi kuna shida, itamdai aiprint ile barua akuletee kama kumbusho. Atamletea manager ataisign. Mimi siwezi kuiweka pembeni. Nikiweka pembeni na maana siwajibiki kwenye kazi yangu. Mnashafahamu? Kwa hata haya malalamiko saa zingine yanakuja kutoka kwa wapangaji na watazamaji, hayapo yasilenge kwa watumishi. Ni kwamba system imekaa hivyo, ili uendane nayo ni kucomply. Lakini bidhaa yetu sisi tunafanya bidhaa, nafikiri kuna muda ina utu, ambao sasa kunakuta mtu mwingine unaweza kuwa na matatizo, dada Mindi, ya msingi kabisa, lakini kwa sababu unakwepa watumishi wetu, unafanya nini, unakuta tunafika mpaka kwenye point. Hakuna mfanyakazi, hakuna mtumishi wa shirika la nyumba ambaye anapenda kufanya eviction. Sote tunafahamu kwamba eviction ni jambo ambalo linavunja utu wa mtu, si ndio dada Mindi? Ndio. Kwa sababu eviction inaendana na pamoja na kufungua ule mlango, kufungiwa, kuondoa vyombo, kuweka nje. Kwa majirani watakuona, hatupendi lifike huko. Sasa inatakiwa mashirikiano mazuri, mpangaji na sisi watumishi wetu. Una tatizo kubwa, unafika ofisini, unalieleza, na sisi tutaangalia hapa kuna jambo 1, 2, 3. Hii inatakiwa huyu tumueleweshe afanye 1, 2, ili wewe ukae salama na sisi salama. Kwa hiyo eviction tunafanya kwa mtu ambaye hajalipa kodi, lakini na sisi kwa upande wetu hatupendi ifikie huko. Kwa hiyo tunaomba watu, na yaba nitoe rai, ndugu wapangaji wetu na watazamaji, tujenge desturi ya kulipa madeni yetu kwa wakati. NHC inaingia mkataba wa miaka mingapi na wapangaji? Mikataba yetu sisi tunaingia mikataba na wapangaji kwa miaka 3. Kwa baada ya miaka 3 ndio tutakuta tunafanya mabadiliko tofauti ya kodi na nini. Lakini katikati hapa mpangaji anaweza akavunja mkataba, lakini sisi pia tunaweza tukavunja mkataba. Tukana sababu mbalimbali. Kama tunahitaji nyumba yetu, basi tunaweza kumwambia mteja, tunaomba utupishe, tunahitaji nyumba yetu kwa ajili ya kufanya kitu kingine. Sikuangalia mfano kama sasa hivi tulivyoingia kwenye sera ya ubia, kwenye majengo ya ubia. Kwa hiyo yale majengo sinabidi yavunjwe. Kwa hiyo tunawataarifu wateja. Ile huwa tunawapatia miezi 6. Tunamwambia mteja kwamba jengo letu sasa hivi inatakiwa lifanywe maboresho. Tunaliomba lirudi kwetu ili tuweze kufanya tunayotaka. Kwa hiyo tunampa miezi 6 ajiandae, atafute nyumba nyingine. Lakini ikiwa kwa mpangaji kuvunja naye mkataba, inakuwa ni pale amekosea. Kwenye mikataba yetu tuna vipengele vingi, tunamwambia hichi fanya, hichi usifanye. Hasa pale anapovivunja vile vipengele, tunampa notice ya mwezi 1, siku 30, jirekebishe au rejesha funguo. Siku 30 zikipita hajakamilisha tulichomwambia afanye, huwa tunatumia madalali wa mahakama, wanampa siku 14 na yeye ajirekebishe au arejeshe funguo. Akishindwa basi wale tunawatumia wanamtoa kwenye nyumba.
Tunadili na watu. Binadamu tuko tuna tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna wengine unawapa kweli masharti ni haya. Gari paki hapa, aenda kupaki pale na block wenzie. Kwa hiyo kama hizo zipo ni kawaida. Kwa hiyo tunadili nazo hivyo hivyo. Unakosea hapa tunakurekebisha, ndio tunaenda nao hivyo. Kama unamilikia jirani yako basi tunaangalia jinsi ya harmonize situation. Kama ni malalamiko juu ya shirika tunaangalia tukusaidie vipi ili uwe comfortable unapokaa. Huwa tunawakumbusha wapangaji wetu ukipata shida yoyote tuna form za matengenezo. Jaza, sema kuna shida hii na hii imeharibika. Lakini mbali na hivyo kupata taarifa kutoka kwa wapangaji sisi wenyewe tunapita mara kwa mara. Tunaenda kukagua nyumba zetu. Yaani kila mwezi, karibia kila wiki tunapita site. Naangalia pana shida hii tuweze kumaintain nyumba zetu ziwe katika hali nzuri. Ili kuokoa nyumba hizi zisichakae mapema na wapangaji kupata changamoto, NHC imetengeneza mifumo maalum ya kuvuna maji yote ya mvua. Pia ili kuhakikisha kwamba majengo yetu yanapata matunzo mazuri kimuhimili, kistructure, tulihakikisha kwamba maji yote ambayo yananyesha mvua hapa yanakuwa yanatolewa nje ya mazingira haya ya eneo. Kwa maana kwamba kama unavyoona hivyo pavement zitaruhusu maji yote yatembee, yasiingie chini ya ardhi, lakini pia tukajenga kule juu kwenye bati kote tukaweka magata. Magata yale yakashusha maji chini, yakaingiza kwenye mitaro. Kwa hiyo pia pavement zimewekewa mitaro ambayo itakuwa inakusanya maji yote ya mvua, yapite hapo, yatoke nje, yaende kwenye mitaro ya barabara. Kufanya hivyo tutaweza kusaidia kwamba majengo yasipate hitilafu ya kiumili, yani structure, na pia kuweza kutunza mazingira kuwa nadhifu siku zote. Mpangaji akihitaji sasa ataweza kutrap kwenye down pipes zinazoshusha, anaweza katrap vizuri, na sisi tutampa mwongozo wa nini vya kufunga na level gani ikae, kwa sababu kama unavyojua lazima ataweka level ya chini. Kwa hiyo tutapa mwongozo vizuri wapi yake pipa lake la kutrap maji, apitishe vipi bomba, aunganishe vipi mabomba aweze kutrap. Kwa hiyo tunaruhusu, kwa sababu hiyo ni moja njia ya kuokoa maji kwenye yakaponyesha. Kwa hiyo tutamruhusu na tutampa mwongozo mzuri jinsi gani ya kutrap, ili estate yetu isiharibike, lakini kila mtu anufaike na kukaa hapa na enjoy, kama ilivyokuwa kauli mbiu ya shirika la nyumba, maisha ni nyumba. Tetesi zilizopo, wananchi wengi wanaamini kuwa nyumba za NHC za kupanga zilizopo katikati ya miji wanapangisha kwa watu wa nje ikiwemo Wahindi na Waarabu, kisa wanalipa kodi kubwa. Je, NHC inazungumziaje tetesi hizi? Kwa mtazamo wa nje, watu wa nje wanaliangalia tena, nalo ningependa watazamaji walielewe, na labda naweza nikawa nisitoe elimu kubwa. Wenzangu huko mikoani na wenyewe tutazidi kusaidiana kuelimisha jambo hili. Zile nyumba kabla zijataifishwa, miaka ya nyuma kabisa, kabla hazijaletwa kwenye himaya za kwetu huko, ilikuwa kwa msajili wa majumba, sijui register of building, na zile nyumba zilikuwa walizijenga Wahindi, wale ndio wenye mali. Kwa hiyo kilichofanyika, serikali ilikuwa inachukua jengo afu inasema bwana Kanjbai au Patel, wewe jengo lako lina floor 5, tunachukua linarudi serikalini, floor 1 tunakuachia na kwa ya kwako. Kwa hiyo wale wamebaki wengi ndio pengine wakawa sio wao, lakini wa ancestors zao, yani wa mababu zao ndio walizijenga zile nyumba. Kwa hiyo hilo nafikiri nitakuwa nimelijibu kidogo kiasi kwa upande mmoja, kwamba nyumba nyingi zile zina fall kwenye mikono yao, zilikuwa za kwao. Upande wa pili, kwa na sisi utamaduni wetu, ukimpangisha bwana Shabani nyumba, baadaye kwenda kukaa, wanafanya tu mambo yao wanayofanya, anaenda anakalishwa huko mbali pale, aendi kukaa yeye. Watu ambao sisi pia tunawatafuta hao, sababu wanakuwa kwenye ile kundi la kusablizi. Kisha sablete nyumba yetu tunakunyang'anya. Lakini kuna wimbi hilo ambalo unakuta watu hawapendi kukaa mijini. Sisi hapa weusi hatupendi kukaa mijini. Wenzetu wanakaa kwa sababu wanakaa karibu na shughuli zao za kila siku. Anakaa juu, duka lake liko chini.
Ni vitu ndivyo vinavyochangia, lakini sio kwamba kuna upendeleo fulani. Hapana, hakuna. Shirika linawatreat watu wote kama watoto wa mama mmoja. Makazi bora ni msingi wa maisha bora. Kupitia miradi ya nyumba za kupangisha katika maeneo kama Kikuyu Estate, Iringa Road, Mpwapwa Flat, NHC inaendelea kutimiza dhamira yake ya kuwapatia Watanzania makazi yenye hadhi na salama. Nyumba hizi za kupanga zinabaki kuwa sehemu muhimu ya hadithi ya maendeleo, kwa sababu nyumba bora sio tu mahali pa kuishi, ni mahali pa kuanzia maisha bora. Katika kipindi hiki mtazamaji, ambacho kiliangazia nyumba za kupanga kutoka Shirika la Nyumba la Taifa NHC, nafika tamati. Mimi ni Mindi Josefu. Jamani Dodoma ya Watanzania, Dodoma